Kifo chake kiliwashtua wengi, kifo chake kiliwashangaza wengi, kifo chake kiliwalilisha wengi, na kifo chake kilihatarisha maisha ya wengi. Lakini ingawaje wengi maisha yao yalihatarika, ingawaje wengi walilia, ingawaje wengi waliomboleza, ingawaje wengi walifadhaika mioyoni mwao, nuru ilionekana, utukufu ulifunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka ni takriban 740 BC. Maeneo ni ya Yuda, na mtu tunayezungumzia hapa si mwingine bali ni nabii Isaya, ambaye alikuwa nabii wakati wa mfalme anayetambulika kama Uzia. Sasa ukisoma nami katika kitabu cha Isaya 6, Isaya anatuambia kwamba katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Isaya anatufunulia hapa ya kwamba that wakati ule ambapo, ama in that period, katika era ile, mwaka ule, wakati ule ambao ndiyo mfalme wa Yuda alikufa, jambo fulani lilifanyika. Sasa Isaya anapeana historia jinsi alivyomwona Bwana. Kumbuka Isaya alikuwa nabii. Isaya alihubiri kitabu cha Torah, that is the 5 books of Moses. Isaya alionya. Isaya alikuwa anatumikia hekaluni. Lakini licha Isaya kuwa nabii, licha Isaya kuwa mwalimu wa Torah, licha Isaya kuwa mwonaji, Isaya hakuwahi muona Mungu. Ndipo maandiko yanatuonyesha ni wakati gani ambapo Isaya alimuona Mungu, aliona utukufu wake. Inaendelea kutuambia kwamba Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana. Sasa jambo lingine unafaa kufahamu ni kwamba wakati mfalme wa Yuda ameacha kiti chake, ameaga dunia, Bwana mfalme wa wafalme bado ameketi katika kiti chake cha enzi, maana kiti chake ni cha milele. Kiti chake hakipiti kama kiti cha wanadamu. Kiti chake si cha muda. Kiti chake ni eternal, forever. Kiti chake hakiko subject to time. Hallelujah. Anasema ya kwamba ameketi kiti juu sana na kuinuliwa sana. Sasa anaonyesha Mungu maisha ya hapa duniani, hofu za hapa duniani, wasiwasi wa hapa duniani, mchakato wa hapa duniani hauwezi kuaffect Mungu. Mungu ndiye anayetusaidia, sio sisi ambao tunasaidia Mungu. Anaenda kusema ya kwamba na pindo la vazi lake zikalijaza hekalu. Sasa hekalu, kumbuka, ni sehemu iliyojengewa ikaweze kuhost Mungu. Ni sehemu iliyojengewa Mungu. Lakini inatuonyesha ya kwamba Mungu huyu aliyejengewa hekalu ndiye tena Mungu huyu ambaye amejaza hekalu na utukufu wake na pindo la vazi lake. Bwana Yesu asifiwe. Inaenda kusema kwamba mstari wa 2, juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Sasa unafaa ufahamu maserafi ni viumbe aina gani. Maserafi ni malaika wa ngazi ya juu, maana malaika wako na ngazi. Maserafi nao ni viumbe, ni malaika wa ngazi ya juu, maserafi. Na inatuambia kwamba maserafi hawa kazi yao ni kulinda, wanatumikia
katika kiti cha enzi, ni malaika ambao wamekaribia kiti cha enzi, ni malaika ambao wanamtumikia Mungu usiku na mchana. Na inatuonyesha hapa ya kwamba malaika hawa wako na mabawa 6. Wengine wanasema wameona malaika wako na mabawa 2, lakini maserafi wako na mabawa 6. Sasa kazi ya hii mabawa 6 ni nini? Inasema hivi ya kwamba kwa mawili alifunika uso wake. Mabawa 2 ni ya kufunika uso, na kwa 2 alifunika miguu. So mabawa 2 ni ya kufunika miguu, na kwa 2 aliruka. 2 anaruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Sasa kwa nini maserafi wanaficha uso wao mbele za Bwana? Haleluya. Na tunaona tena hapa inasema ya kwamba wakaitana wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Sasa kazi yao maserafi ni kudeclare utakatifu wa Mungu. Mungu ni mtakatifu mbinguni na mtakatifu hapa duniani. Mungu ni mtakatifu na utakatifu wake ndiyo unaopaswa kujaza dunia mzima. Ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Na msingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake. Aliyelia nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu. Sasa Isaya akashtushwa na jambo hili. Kwa nini? Maana Isaya katika vitabu vya Tora vinatuambia kwamba katika Kutoka 33 verse 20, hauwezi ona Mungu na uishi. Musa kuna wakati alitaka kumuona Mungu. Mungu anamwambia, hakuna mwanadamu anaweza niona kwa uso na aishi. Sasa jambo hili nimeshtua nabii Isaya. Nimemuona Mungu, sasa mimi kwisha, hivi ndio kwenda nimeenda. Sikuwa nafaa kumuona. Lakini kumbuka, Mungu hakujifunua kwake Isaya kumuua. Kuna jambo lingine ambalo Mungu alijifunua kwake Isaya kulifanya. Tutaliona jambo hili shortly. Mungu mwenyewe ndiye aliyejifunua kwake Isaya. Bwana Yesu asifiwe. So anaendelea kusema ya kwamba, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Sasa jambo la kwanza, wakati the eternal truth, eternal God alijifunua kwake Isaya, kitu ya kwanza ambacho Isaya alijiona yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Isaya alimuona Mungu, alijiona yeye. Alijiona jinsi alivyo. Wakati aliona the eternal truth, the eternal holiness, how God is, hapo ndipo alipoona upungufu wake. Maandiko yanatuambia kwamba for all have sinned and fallen short. Isaya aliweza kujiona. Nyuma yake Isaya alikuwa nabii. Isaya alikuwa mwalimu. Isaya alikuwa anaonya watu. Lakini Isaya, licha yeye kuwa nabii, licha yeye kuwa mwalimu wa kitabu cha Tora, licha yeye kuwa mwonyaji na mwonaji, Isaya hakuwahi ona Mungu kwa uso wake. Wakati Isaya alimuona Mungu, ndipo Isaya alijijua. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Na kujijua, unafaa kumjua yeye aliyekuumba. Sasa inaenda kusema ya kwamba nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Sasa kumbuka, madhabahu ni sehemu ya sacrifices. Madhabahu ni sehemu ilikuwa ni ya kutoa sacrifice, dhabihu takatifu, kutolea Mungu dhabihu. Na Mungu
consume dhabihu hiyo, hiyo inamaanisha dhabihu yako imekubalika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kaa hili lilitolewa katika dhabihu, katika madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Sasa tazama, kitu cha kwanza, Isaya alipomwona Mungu alisema ole wake, maana ameona utakatifu wa Mungu na akajiona upungufu wake. Sasa kumbuka, utakatifu huu wa Mungu, God's holiness, haiji kwa bidii yako. Maana tuko na madini huko nje zinafunza that ili uwe mtakatifu, ili uweze kufikia utakatifu wa Mungu, lazima ufanye kitu hichi na hichi na hichi ukaweze kufikia utakatifu. Uwezi. Huyu ni nabii Isaya tunayemwona hapa, lakini ingawaje alikuwa nabii, utakatifu sio yeye aliyeutafuta. Mungu mwenyewe ndiye aliyeuleta chini ili akaweze kumtakasa nabii wake na akaweze kumtuma. Sasa utakatifu ni jambo lile ambalo Mungu mwenyewe analifanya, na tumeona Mungu amelifanya jambo hili kupitia mwanawe Yesu Kristo. Anaenda kusema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo naliposema, mimi hapa, nitume mimi. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa. Sasa unaona, kabla haujatumwa lazima kwanza the eternal God ajifunue kwako. Maana wewe kama mtu uliyetumwa, you are a representative of the heaven. You cannot represent him you don't know. So kwanza kabisa ni wewe kukuwa na muda katika uwepo wa Mungu, ni wewe kukuwa na muda na Mungu, ni wewe kumjua Mungu. Maana kile unachoenda kusema kule nje ni kile ambacho macho yako yameona, masikio yako yamesikia. So uko na ujasiri, hauendi kupeleka maneno yako, unaenda kupeana kile ulichoona. And that's why unaona katika the New Testament Mungu akawa mwanadamu, God in fullness and man in fullness, ili aweze kujireveal kwetu. Yesu alipo spend time na wanafunzi wake ndipo alipowatuma. Maana Yesu alikuwa God in fullness ndani yake. Sasa leo kuna watu nakuta ameokoka leo, kesho ametumwa. Alikuwa mwimbaji wa dunia jana, ameokoka leo asubuhi, by jioni ametoa ngoma ya gospel, ameshatumwa. Sasa utakaso ulifanyika wakati gani? Kaa lile tunaona Isaya aliguswa na ulifanyika wakati gani? Mungu alijireveal kwake wakati gani? Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna process. Kuna muda unakaa chini ya mafunzo, unaweza kumjua Mungu kiundani, unajenga uhusiano wako na Mungu. Maana anytime Mungu anajireveal kwako, maisha yako hayabakingi the same tena. Tunaona hapa Isaya, wakati Mungu alijireveal kwake, wakati Mungu alijifunua kwake, maisha ya Isaya tena hayakuwa the same. Mungu alijifunua kwa Isaya si kumwangamiza bali kumtakasa. Mungu alijifunua kwa Isaya si kumwangamiza bali kumpatia mission. So mission haitangulii ushirika. Ushirika kwanza ndio jambo linaloanza. Bwana Yesu asifiwe. You spend time in the presence of the Lord. Spend time in his word. Spend time in prayers. Have a desire kufanya mapenzi yake. And the more uko na hiyo desire, the more Mungu anajifunua kwako. Maana Mungu anapenda sana, anatamani sana kujifunua kwako. Lakini ukiwa shallow, inakuwa vigumu sana. Hata maneno yako yanakosa ujasiri, maneno yako yanakosa authority, maneno yako yanakosa power. Hauna deep conviction of the person you are representing.
Bwana Yesu asifiwe. So Isaya alipomwona Mungu mambo libadilika. Isaya alipomwona Mungu alijiona. Unapomwona Mungu your level of fear inaenda. Unapomwona Mungu hofu yako inapotea. Unapomwona Mungu wasiwasi unaenda. Kumbuka wakati huu ulikuwa ni wakati wa maombolezo. Mfalme wa Israeli alikuwa amekufa, mfalme Uzia. Ulikuwa na huzuni mingi katika taifa hilo. Mfalme huyu alianza vizuri, lakini mwisho alimalizia pabaya. Alianza kujitwika nafasi ambayo sio yake, anaenda kufanya mambo kama kuhani na yeye sio kuhani. Lakini pia chini ya ufalme huyu, chini ya uongozi wake, Israeli ili prosper economically, teknolojia za kivita zili advance. Haleluya. Sasa wakati huu ambapo Isaya alikuwa anapitia huzuni na maombolezo, ndiyo wakati ule Mungu alijifunua kwake. Ndugu yangu, siku ya leo usikufe moyo kwa hali ambayo unapitia. Maana wakati ule uko chini, wakati ule maisha yamekusonga, huo ndio wakati uko karibu sana na uwepo wa Mungu. So don't give up too soon. Endelea kukaa chini yake. Endelea kukaa chini yake. Mambo mawili yalifanyika hapa. Mfalme wa Israeli alikufa, naye Isaya akafa ndani na akafufuka upya, akaona utukufu wa Mungu, na Mungu akamtakasa, na Mungu akampea assignment. Haleluya. Na kuombea leo kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akakutakase, Mungu mwenyewe akajifunue katika maisha yako, ukaweze kumjua, ukaweze kutembea naye katika safari ya wokovu. Na kuombea leo kila kitu ambacho kimekuwa kizuizi katika maisha yako, kimekuwa kizuizi katika biashara yako, kimekuwa kizuizi katika ndoa yako, ambacho kimeleta ugomvi kati yako na watoto wako, na kuombea siku ya leo Mungu akakupea nguvu na akakupea uwezo wa kuweza kuovercome mambo hayo yote, ukaweza kuovercome majaribu unaopitia katika jina la Yesu Kristo. Sasa kama uko pale na hujampokea Bwana Yesu na ungependa kumpokea Bwana Yesu, sasa huu ni mwito katika ushirika. Hii sio dini, sikuiti katika dini, sikuiti katika taratibu rituals, na kuita katika ushirika. Na ushirika wa maana sana ni ushirika wako na Mungu, ushirika wako na Muumba wako. Maana tumeona hapa ya kwamba wakati Isaya alimuona Mungu alijiona. Actually the quickest way ya kudiscover who you are, stop trying so hard na kusoma self-help book this is who I am. No, taka kumjua Muumba wako. Just get to know your source. Where did you come from? The moment ukijua ulipotoka, utajua wewe ni nani. Maana maisha yako na purpose. Kule ulikotoka ndiko ulikotumwa. Kule ulikotoka yeye ndo aliyekutuma. Sasa ukimjua yeye umejijua. Full stop. Ukimwona yeye umejiona. Genesis inatuambia Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jenga uhusiano wako na Mungu. Sasa nakupea nafasi hii ya leo ukaweza kumpokea Bwana Yesu. Sasa kama uko pale, rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimekupokea Yesu, uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu kuanzia leo na hata milele. Amen. Na kama umeomba ombi hilo, wewe ni mtoto wa Mungu. Na pia ningekuomba ukaweze kujumuika nasi katika familia hii ya Bethesda Jesus Ministry, ukaweza kupokea ujumbe huu kila wiki. Na pia ujumbe huu kama umekubariki, tuma ujumbe wako, tuma comment, share ujumbe huu kwa wapendao wakaweza kusikia ujumbe huu. Pia subscribe katika Bethesda Jesus Ministry. Na kama pia ujumbe huu umekubariki, unaweza simama na huduma hii. Nambari ya kutoa matoleo ya kusimama na huduma hii ni 0723
508528. Bwana Yesu asifiwe. So tuonane tena siku ijayo. Mungu akubariki and shalom.